Nani? Malaika ni viumbe. Malaika ni viumbe. Ni aina ya viumbe ambao Mungu ameviweka katika ulimwengu wa roho. Na viumbe hivi huweza kuonekana au kutokuonekana. Ni aina ya viumbe ambavyo Mungu ameviweka tuseme kwa ajili ya sisi katika ulimwengu wa roho. Na viumbe hivi huweza kuonekana au kutokuonekana. Na malaika wamegawanyika kwa mafungu mawili tu. Kuna malaika wa upande wa nuru, lakini kuna malaika wa upande wa giza. Mungu ana malaika wake na shetani ana malaika wake. Kwa hiyo malaika huweza kuonekana au kutokuonekana. Maana ni viumbe vinavyokaa kwa namna ya rohoni, lakini pia huweza kukaa kwa namna ya mwilini. Na matu au mafungu mawili tu ya malaika. Kuna malaika wa nuru, lakini pia kuna malaika wa giza. Na kazi ya malaika ni nyingi. Kazi za malaika ni nyingi. Kazi za malaika ni nyingi. Lakini kubwa nitakutajia moja au mbili au tatu. Kubwa ni kusaidia. Lakini nyingine ni kutumwa. Ya kwanza ni kusaidia. Fungua kile kitabu cha Hesabu 22:25. Hesabu 22 na 31 utasoma pale mpaka 22 au 22:37. Hesabu 22:25. Soma. Fanya nani mshapi? Soma. 22:25. Nasema yule punda akamwona malaika wa Bwana akajisonga ukutani, akamseta Balaamu mguu wake, basi akampiga mara ya pili. Ukisoma hapo 22 hapo 31 anasema 22:31. Ndipo Bwana akafunua macho ya Balaamu, akamwona malaika wa Bwana amesimama njiani, ana upanga mkononi mwake, umekwisha kufutwa, naye akainama kichwa akaanguka kifudifudi. Yes. Sasa huyu Balaamu alitumwa rasmi kabisa aende akawalaani wana wa Israeli. Alikuwa ana kinywa cha laana, ana kinywa cha kulaani. Kwa hiyo akatumwa aende akawalaani wana wa Israeli. Lakini Biblia inasema Mungu naye akamtuma au akawatumia wana wa Israeli msaada kupitia malaika ili kwenda kumzuia Balaamu asiende kufanya alichokuwa anakifanya, kwa sababu Balaamu alikuwa ni mchawi mwenye kutumia matamko, na akikutamkia huinuki. Balaamu alikuwa akitoa matamko akasema mnakufa, lazima mfe. Maana kinywa chake kilikuwa kimebeba nguvu ya matamko. Yaani kilikuwa ni kinywa cha kinabii, lakini alikuwa anatumika upande mwingine. Sasa Mungu alipoona akamtuma malaika. Hapo ya kwanza, malaika nimekuambia kazi yake ni kutumwa, lakini ya pili kukusaidia. Kwa hiyo Mungu akamtuma malaika wapi? Aende akamzuie. Ukisoma hiyo habari yote utaona punda muda mrefu alishamuona malaika, lakini Balaamu alikuwa hajafunuliwa kumuona malaika. Maana nimekuambia ni kiumbe kinachoweza kuonekana au kisionekana. Kwa hiyo si upepo, eti kwamba ni upepo. Wapo. Na unaweza ukawaona au usiwaone. Na kama hapa wapo, lakini wengine hawaoni, mimi nawaona. Lakini wapo. Kwa hiyo punda alimuona saa nyingi Balaamu. Ila Balaamu aliwaona punda, aliwaona saa nyingi malaika, lakini Balaamu hakuwaona. Ule mstari wa 31 unaona Mungu akayafungua macho ya Balaamu akawaona malaika. Kwa hiyo malaika wale walitumwa kusaidia Israeli, lakini wakatumwa kufanyaje? Kusaidia, lakini kama watumwa. Kwa hiyo mambo mawili wakafanya. La kwanza kusaidia, lakini la pili
kutumwa, yani ni kama watumwa. Kwa hiyo malaika ni wasaidizi, lakini pia unawatuma, ni watumwa. Ana uwezo wa kusaidia. Unaona hapa waliokoa jahazi, lakini pia wanatumwa. Soma Luka 1:26. Luka 1:26. Anasema mwezi wa 6. Mwezi wa 6 tulioko sasa. Malaika Gabrieli alitumwa na Mungu. Alitumwa na Mungu. Alitumwa na nani? Na Mungu. Kwa nani? Kwenda mpaka mji wa Galilaya. Jina lake Nazareti. Jina lake Nazareti. Kwa mwanamwali bikira. Aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu. Wa mbari ya Daudi. Na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Unaona, malaika Gabriel akatumwa na Mungu kwenda. Na hapa nakutolea tu ni pointi chache. Nikisema tuanze kutafuta kwenye Biblia, ni wengi. Walitumwa kwa Joshua, alitumwa kwa Musa, alitumwa huko. Akatumwa kwenda kwa mwanamwali mwezi huu wa 6 ambao tulipo. Ndio maana ni mwezi wa kumtembea na kuhudumiwa na malaika isivyo kawaida. Kwa hiyo wiki hii, maana tuko kwenye point of contact kwamba tunatembea, yani somo limekuja wakati mwafaka. Ni mwezi huu malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda kwa mwanamwali bikira. Akaenda akapeleka habari njema, akamwambia kwa habari ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Akatumwa. So malaika kazi yao kubwa ni kusaidia na kutumwa. Na hivyo kwenye upande wa giza, malaika wa giza nao kazi yao kubwa ni kuwasaidia watu wao na kutumwa. Sema na kutumwa. Ndio maana hapo anaweza kukamata pepo, akamwambia mimi ni jini. Unafanya nimetumwa. Nimetumwa kwake. Huyu kiti wangu mimi nimetumwa. Wengine majini kwao ni mazuri, lakini kwetu sisi ni watumishi. Naona kama watumishi wachafu. Lakini mwingine anaweza kukwambia kuna jini zuri, kuna jini baya. Basi wale malaika wawili wakaja Sodoma jioni. Na Lutu alikuwa amekaa mlangoni pa Sodoma. Ina maana Lutu alikuwa ni mlinzi wa mlango wa Sodoma. Alikuwa muombaji huyo. Lutu akawaona, akaondoka akaenda kuwalaki. Lutu akawaona, akaondoka akaenda kuwalaki. Akainama kifudifudi. Akajua hawa wamekuja si watu wa kawaida. Na hawa malaika hawakuja na mabawa, hawakuja na chochote. Walikuja kama wanadamu. Lakini Lutu akagundua hawa si watu wa kawaida. Hawa ni malaika, kwa sababu Lutu alikuwa anakaa langoni. Ina maana Lutu alikuwa ni muombaji. Lutu alikuwa amejaa Roho Mtakatifu. Lutu alikuwa amejaa nguvu za Mungu. Akaangalia, akasema hawa si watu wa kawaida. Na ndio ile ilitokea kwa Ibrahim, kwa sababu Ibrahim alikuwa akiketi langoni, akiketi akiwa muombaji, akiketi katika kusudi la Mungu. Aliwagundua malaika pale. Kwenye hii Mwanzo utasoma, utaenda kusoma kwa wakati wao. Kwa hiyo Lutu akagundua kabisa kwamba hawa si watu wa kawaida. Akainama kifudifudi, akawaonyesha heshima, akawaonyesha kuwakubali, akawaonyesha kuwapokea. Ina maana Lutu angeweza, kama angekuwa hakai langoni, angeweza akawadharau na asiwaonyeshe heshima. Lakini kwa sababu alikaa langoni, alikuwa na macho ya rohoni, alikuwa anaona vizuri. Yuko sawasawa kiroho, maana kazi yake ni kukaa langoni mwa mji. Alijua kabisa hawa si watu wa kawaida. Wengine wanakuja ni watu wa kawaida, lakini hawa si watu wa kawaida. Biblia inasema akalala kifudifudi. Akasema bwana zangu karibuni na wasimwingie. Bwana zangu karibuni na wasimwingie nyumbani mwa mtumwa wenu. Nyumbani mwa mtumwa wenu.
mkalale mkanawe miguu yenu, mkalale mkanawe miguu yenu, hata asubuhi muondoke na mapema, hata asubuhi muondoke na mapema, mkaende zenu. Wakasema, sivyo, lakini tutakaa uwanjani usiku kucha. Sivyo, lakini tutakaa uwanjani usiku kucha. Sasa Biblia inasema Lutu aliwakarimu wale malaika. Aliwagundua kwa sababu alikuwa anakaa langoni. Alikuwa ni mtu wa ibada. Moyo wake ulikuwa umeunganishwa na Mungu. Moyo wake ulikuwa umeunganishwa na madhabahu. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi kuwagundua hawa si watu wa kawaida, hawa ni malaika. Hawa si watu wa kawaida, hawa ni malaika. Na Sodoma si kwamba kulikuwa hakuna watu wengine, wengine hawakuwaona, lakini Lutu aliwaona. Biblia ukiendelea kule mbele utaona hawa malaika ndo wale walioupiga kiberiti mji wa Sodoma na Gomora. Walitumwa kwa ajili ya kuleta habari mbaya, kwa ajili ya ule uchafu uliokuwa unaendelea mjini pale Sodoma na Gomora, uchafu wa uzinzi, uchafu wa kusagana, uchafu wa ukahaba, uchafu wa ndoa za jinsia moja, uchafu uliokuwa unaendelea. Mungu akasema, akawatuma malaika kwenda kuupiga ule mji kiberiti. Lakini nataka kukuambia nini? Malaika huwa hawaonwi na kila mtu. Malaika wazuri, ndio maana nataka uanze kufungula. Wiki lazima utafunguliwa macho. Malaika wanaokuja kwa habari njema, wanaokuja kwa habari nzuri, au wanaokuja kuleta chochote kizuri, hawaonwi na kila mtu. Maana leo watu wamewafukuza malaika wao na kuwaita wachawi, na kuwaita Freemasoni, na kuwaita huyu naye nini. Biblia inasema Lutu alikaa langoni, ina maana alikuwa ni mlinzi wa mji. Alikaa langoni, ina maana alikuwa ni mwana maombi. Ilimchukua muda mchache sana kugundua hawa si watu wa kawaida, hawa ni malaika. Sasa usipokuwa mtu wa kukaa langoni, mtu wa kuomba, mtu wa kusimama, mtu wa kufunga, mtu wa kumpenda Mungu, mtu wa kupenda ibada, huwezi kuwagundua malaika kiwepesi. Wala tumepita mahali, si kwamba watu hawapati watu wakuja kuwasaidia, wanapata watu wakuja kuwasaidia, lakini wanawaharibu, wanawanyea, wanawafukuza. Maana hawako langoni. Hawako kwenye malango yao ya familia, hawako kwenye malango yao ya uzao, hawakai kwenye malango ya nchi, hawakai kwenye malango. Kwa hiyo badala ya kumkaribisha malaika, maana malaika anahitaji kunyenyekewa, malaika anahitaji uanguke kifudifudi, malaika anahitaji sadaka, badala ya kumkaribisha wanawafukuza. Badala ya kumnyenyekea malaika amekuja kumuonyesha, kumkubali, kulala kifudifudi, anasimama na yeye. Anasema kwani yeye ni Mungu? Yeye anasema anisaidie mtaji, lakini lazima nimnyenyekee. Kwani yeye ni Mungu? Anataka nimsalimie kwa heshima. Huyo ni bosi, anataka nimsalimie kwa heshima. Nikimuona anapita nisimame. Bosi anapita, wenzako wote wamesimama, wakimuona bosi anapita, wewe umekaa tu kama kitunguu saumu. Watu wakimuona bosi anapita. Ndio maana hata hapa kanisani napita hivi, unakuta mtu amekuja anataka kuonana na mama nabii, nataka kuonana na mama. Ya kwanza kabisa natoka madhabahuni, napita na mkuta amekaa tu kama kitunguu saumu. Wenzako wote ofisini wanaotaka vyeo, ambao wameshajua hapa ndo malaika wetu huyu, wakimuona bosi wao anapita, wanasimama kwa heshima. Sio ujinga, kwa heshima, kurespect. Anasimama, bosi anapita, anakaa. Sipandishwi cheo, sipendwi kabisa, yani mimi hawanihitaji kabisa, yani hii ofisi wananichukia kabisa. Yeye bosi akipita ndo kwanza anajifanya ananena kwa lugha. Asifiwe. Hapo sana nauliza, ana mashetani huyo au ndo anajifunika anasema bosi hajui nini? Malaika hajui nini? Kunena kwa nini? Yeye anachojua ni usimame, umkubali, umnyenyekee. Ili aseme mbingu. Fanya ndo unanena kwa lugha. Hapo kwenye meza yako ndo umejaza na mafuta. Meza yote, meza za wengine zote zing'aa, wewe kwako imeng'aa mafuta. Mwingine anaahidiwa tu mtaji. Yaani amekuja tu akamwambia hivi, nimeona kama biashara yako haiendi vizuri. Ndugu yangu, inawezekana ni ndugu yake au ni mtu baki, ninakuahidi nitakupa mwezi, huu ni mwezi wa ngapi? Huu ni mwezi wa ngapi?
wa 6. Anamwambia sasa ninakuahidi mwezi wa 4 niombee Mungu, kuna mambo yangu yakae vizuri, nitakupa mtaji. Hapo ni Januari. Bwana asifiwe. Imefika mwezi wa 4 tarehe 1, tarehe 2 simu. Ilikuwa nakukumbusha ule mtaji. Sio mbaya, kumbusha. Sawa, nitakupa, nivumilie kidogo. Imefika mwezi wa 5 tarehe 2, nimesema hiyo hela siitaki tena. Nayo, sema kaa nayo. Msinisumbue. Sitaki hiyo hela. Nimesema mimi ni maskini jeuri. Sio kila siku mnandanganya kama mtoto mchanga. Sasa ni ya kwako